Habari mpenzi mtazamaji wetu, na karibu tena kwenye taarifa zetu za leo hapa Faith Journalist Channel, ambapo tunakuletea habari moto moto kutoka kila pembe ya nchi. Na kama unavyoona kwenye screen yako ni bango linalo trend kwenye mitandao ya kijamii. Kama unavyosoma limeandikwa tunatoka kuandamana tarehe 9 mwezi wa 12, siku ya uhuru, tunadai uhuru wa kuishi, stop mwambie na mwenzio, Tanzania ni yetu. Na ni bango ambalo linaendelea kupata mshiko mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, na hata pia hii ambayo unaliona kwenye screen yako, 9th December #haijaisha Plate Independence 1961. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako, je, unaunga haya maandamano ambayo yamepangwa kufanyika tarehe 9 mwezi wa 12, ambapo kikundi cha Gen Z kwenye mitandao ya kijamii wameweza kuhamasisha wenzao na pia Watanzania wengine kukuja kwa wingi ili kuandamana tarehe hiyo. Je, utaandamana tarehe 9? Tungependa kusikia kutoka kwako. Ikiwa utaandamana, ni sababu zipi ambazo zitakufanya uweze kuingia barabarani na kuandamana? Ama ikiwa hautaweza ama hautaandamana, ni sababu zipi ambazo zitakufanya usiweze kwenda barabarani na kuandamana? Na wanaharakati wengi kwenye mitandao wa kijamii wameweza kuhamasisha Watanzania waje kwa wingi siku hiyo ya tarehe 9 ili kuandamana kushinikiza serikali ya Tanzania ikiongozwa na Mama Samia Suluhu kuwasikiza vijana. Na kama unavyoona kwenye screen, wanaharakati aliweza kuandika hii poll na Watanzania waliweza kupiga kura, na wale ambao wanataka maandamano kama unavyoona ni 79%, na hao ndio wanaongoza kuwa wanataka maandamano yaweze kuendelea nchini Tanzania, kwa kuwa hiyo ndio lugha ambayo nchi ama serikali ya Tanzania itaweza kusikiza wananchi. Tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na hii bango ambalo lina trend sana ya tarehe 9 mwezi wa 12, kuwa itakuwa mega protest, maandamano makubwa ambayo hayajawahi kufanyika nchini Tanzania. Na hii ndio ina trend kwa sasa, na wakati wanaharakati wanaendelea kuhamasisha Watanzania waje kwa wingi, serikali imeweza kuonya vitendo vya maandamano, ambapo wameweza kusema kuwa ni kuharibu mali ya umma. Na kama unavyoona kwenye screen yako, huyu ni mwanaharakati Maria Sarungi ambaye aliweza kuandika na kusema second liberation Gen Z have decided that December 9th is their next day of protest. The significance is that in 1961 on this day is when Tanganyika got independence. Mark this, Tanganyika where they occurred in October 29th to date. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Tanganyika. Wapendwa, tumeshashinda, ila pepo chafu la kupenda damu zetu limeng'ang'ania na makucha, lakini limeshaondolewa kiroho. Last kicks of dying horse. Kizazi cha Gen Z ndio kizazi cha ukombozi wa pili. #save Tanzania, #Samia must go. Tungependa kusikia kutoka kwako, je, unaunga mkono mwanaharakati huyo Maria Sarungi? Na ukiangalia kwenye comment section yake, wengi wameweza kumwambia kuwa pia naye aje andamane, bali tu asiwahamasisha Watanzania na yeye mwenyewe hata kuwepo. Huyo ameweza kuandika na kusema siku ya Alhamisi katika ukumbi wa halmashauri, sisi bodaboda wa Bunda tuliitwa na mkuu wa wilaya na kupewa fomu ya kujaza kuonesha kuwa tulibeba Wakenya kuja kufanya fujo tarehe 29 mwezi wa 10. Siku ya uchaguzi tumejaza baadhi, tumekwepa, ila wengi wamelazimishwa. Tukaona majina mengine tuweke fake. Tumeitwa tena kikao cha pili wiki ijao, na pia tunalazimishwa kuwataja viongozi wa kisiasa, hasa Chadema. Mimi ni mtumishi wa Mungu, sijafurahia. Bwana aokoe Tanganyika, tunaazama. Na kama unavyoona ni maoni ya baadhi ya wananchi ambao wameweza kusema kuwa lazimishwa na jeshi la Tanzania kuandika
majina. Wale ni bodaboda ambao walilazimishwa kuandika majina kuwa waliwasafirisha Wakenya hadi Tanzania ili kuzua vurugu, ili kuandamana. Kumbuka Rais Samia Suluhu aliweza kusema kuwa vurugu ama maandamano iliyoshuhudiwa siku ya uchaguzi haikuwa Watanzania bali ilikuwa wageni waliotoka nje waliofanya fujo. Tungependa tu kusikia kutoka kwako, tueleze maoni yako kuhusiana na hayo maoni. Huyu ameweza kusema kuwa wiki haliishi nchi inarudi kwenye maandamano, bunge halitaanza tarehe 11, nchi itakuwa imerudisha mpira kati. Hamuamini? Bookmark this tweet. Na watu wengi wameweza kusema kuwa bunge halitaanza tarehe 11. Serikali ya Tanzania ikiongozwa na Mama Samia Suluhu iweze kumsikiza ama kuwasikiza wananchi wanachosema, wananchi wanachotaka, kuachilia viongozi wa upinzani ambao wameshikwa bila kosa, pia kuachilia wananchi waweze kufanya maandamano ya amani, na pia kuachilia wale ambao wameshtakiwa na kosa la uhaini vile Niffer na wengineo ambao wameshtakiwa hapo jana wakisema kuwa walihusishwa na maandamano ambayo yalitokea tarehe 29 mwezi wa 10, siku ya uchaguzi mkuu. Na pia wale viongozi wa dini hasa maaskofu ambao wamekuwa wanakemea hiki kitendo cha ukandamizaji wa haki za kibinadamu, na pia kutoruhusu viongozi wa upinzani kuongea ama kutoshirikishwa katika masuala ya kisiasa, na pia hao viongozi wa upinzani kushikwa ovyo ovyo. Tueleze maoni yako kuhusiana na hii taarifa ya kuwa tarehe 9 ni siku ya ukombozi nchini Tanzania. Tarehe 9 ni siku ya ukombozi nchini Tanzania. Hii ni baada ya kikundi cha Gen Z na wanaharakati kusambaza hii taarifa ya maandamano ambayo yatafanyika tarehe 9. Kama huyu ameweza kusema, maandamano ya kudumu, kutakuwa na chakula na malazi, ulinzi na internet isiyotegemea mitandao ya TZ. Akina dada watapewa pads, kutakuwa na magari yenye screen kubwa kuonyesha iliyopita. Hakuna wa kutishikia mtoto, maana dunia nzima itakuwa inatutazama. Vyombo vya habari kutoka nje ya nchi hatutakubali kuojiwa na media za TZNB. Maandamano haya yatahitajika kibali, ila sisi Gen Z tutatoa taarifa tu. Tutabeba mabango na kuvaa t-shirt zenye ujumbe wetu. Tunayaita maandamano ya kudumu, maana hayatakoma mpaka atupate tunachokitaka. Kama unavyoona, ndio Gen Z anataka serikali ya Tanzania ikiongozwa na Mama Samia Suluhu iweze kuwashughulikia vilivyo, kuwasikiza vilivyo. Tueleze maoni yako hapo chini.